Ni masomo ama ni ujuzi? Je, masomo ni ya maana kwenye kuteuliwa kwenye wadhifa wowote wa kazi? Narudia, ni masomo ama ni ujuzi? Hivi karibuni vichwa vya habari vimegonga kuhusu mwanaharakati mmoja ambaye leo tunamwangazia, na sio mwingine ambaye tunaangazia leo ila anajiita Calvins Gaucho Okoth. Calvins Gaucho Okoth. Kwa wengi anajulikana kama Gaucho. Tutamjua Gaucho ni nani? Amesomea wapi? Kiwango chake cha masomo ni kipi? Ni nini anafanya? Amekuwa nani? Na kwa saizi amechaguliwa kama nani? Je, ataweza ama hataweza? Hebu tuzame ndani ya mjadala, tujue huyu Gaucho ni nani? Na pia iwapo hujasubscribe, tafadhali subscribe so that wakati tuna release makala mapya ama video mpya utakuwa wa kwanza kupata notification. Hebu tuazame kwenye mjadala ambao masomo ni ya maana kwenye teuzi za kazi ama sio ya maana, na pia masomo ama ujuzi. Hebu tutumie maoni yako, utueleze kwenye comment section na tutaisoma hewani. Asante sana kwa kuwa mtazamaji bora na kwa kuzidi kutufuatilia. Hebu tuanze kwa kusema hivi. Kuchaguliwa kwa Gaucho kumezua mjadala mkubwa hapa nchini Kenya. Amechaguliwa kwenye bodi ya madaktari ya hospitali ya Mama Lucy. Jambo hilo limezua mjadala mkubwa. Wengi wanasema hatoshi, wengine wanasema anatosha. Hebu tuzame tujue ni nini? Ni kwa nini? Ni kwa nini watu wanasema hivyo? Ni kwa nini swala hili ama kuchaguliwa kwake kwenye bodi ya hospitali ya Mama Lucy imezua mdahalo mkubwa? Wengi wanasema kiwango chake cha masomo ama masomo yake yanatiliwa shaka. Wengine wanasema hajasoma, wengine wamesema amesoma, wengine wanasema ajui Kizungu, wengine wanasema kweli ataongoza madaktari. Daktari amemaliza miaka 7 akisoma, na kijana kama Gaucho kweli ataongoza bodi hiyo? Ataleta utofauti gani? So, kwa jambo hili kuna wengi wanaounga na kuna pia wengi ambao wanapinga. Hapa kwenye Waziwazi Podcast tunaweka kila kitu wazi. Hebu tufuatilie hadi mwisho. Tuanze kwa kujua Gaucho ni nani? Gaucho ni nani? Gaucho ni nani? Gaucho ni mwanaharakati mkubwa. Hasa alijulikana wakati ambapo aliyekuwa kiongozi ama kinara wa ODM Raila Amolo Odinga alikuwa mtetezi mkubwa wa Raila na chama cha ODM. Hapo ndiposa Gaucho alijulikana. Kiwango chake cha masomo hakijawekwa wazi, lakini wengine wanasema ni class 2 dropout, wengine wanasema hakusoma, wengine wanasema alisoma, but kiwango chake cha masomo kinatiliwa shaka. Amekuwa mwanaharakati mkubwa na mpinzani mkuu wa serikali kabla ya kufariki kwake Raila Amolo Odinga. Baada ya kifo cha Raila Amolo Odinga, alivuka mipaka na kuwashangaza wengi kwa kuunga serikali mkono. Mara mingi kumetokea kizaazaa jijini Nairobi, ambapo goons wamevamia jiji la Nairobi, na inasemekana ama inadaiwa na ni madai kwamba amekuwa mmoja wa wale ambao wamekuwa wafadhili wa goonism kipenda goons. Amekuwa mtetezi mkuu wa serikali, hasa mwandani mkuu wa Sakaja ama gavana wa Nairobi ambaye anaitwa Johnson Sakaja. Yeye
ni mpinzani mkuu wa kundi ama vuguvugu la Linda Mwananchi linaloongozwa naye Sifuna, Babu Owino, Otsosi, Hamisi na wengine, na pia bila kumsahau Orengo. So yeye ni mpinzani mkuu. Amesikika mara mingi akipinga hasa uongozi wa Babu Owino, na mara mingi utamkuta anamkashifu na kupinga mipangilio yake ama kupinga uongozi wa Babu Owino, hasa kuwa gavana kwenye kaunti ya Nairobi. Swali ni je, Gaucho anatosha ama hatoshi? Tunavyoongea hivi ni rasmi amejiunga na bodi ya hospitali ya Mama Lucy, na alitoa ama aliongea kwa kusema kwamba yeye ataleta mageuzi makubwa kwenye bodi hiyo, na madaktari wanaenda kusaidika, madaktari hawatahangaika, madaktari wanaenda kusikizwa na kusaidiwa kwenye changamoto yoyote. Mara mingi tumeona madaktari wakiandamana kwa sababu 1, 2, 3. Gaucho amesema anaenda kuwashughulikia na ensure hospitali ya Mama Lucy iko sawa na kila kitu kiko shwari. Swali wengi wanajiuliza, iweje kijana ambaye hana masomo aongoze madaktari ambao wamechukua zaidi ya miaka 7 kuhitimu kuwa madaktari? Hebu tutumie maoni yako ukitueleza anatosha ama hatoshi. Na niruhusu nitamatishe hivi. Whether una masomo ama hauna masomo, una haki ya kugombea ama una haki ya kuwa kiongozi mahali. Niruhusu pia niseme hivi. Tusibague yeyote kwa sababu ya masomo. Maana Mungu aliumba kila mtu akimpatia kiwango sawa cha maisha. Niruhusu pia niseme hivi. Mjadala huu ni mkubwa sana, na inategemea uko upande gani, upande wa serikali ama upande wa upinzani. Lakini niruhusu niseme hivi, mtu yeyote ni wa maana sana hapa duniani. Na kuna wale wamebarikiwa kimasomo, na kuna wale ambao kwa sababu 1, 2, 3 hawakufanikiwa kuendeleza kimasomo. Labda ni ukosefu wa karo, labda ni changamoto ya kifedha, labda. So mambo ni mingi, lakini niruhusu niseme hivi. Gaucho anahitaji muda. Wacha tumpatie muda, tuone atatekeleza ama hatatekeleza. Tuone uchapakazi wake ni wa aina gani. Sote tuko ange, sote macho yamefunguka kuona mageuzi yatakayofanya kwenye hospitali ya Mama Lucy. Shukrani sana kwa kuendelea kufuatilia Waziwazi Podcast, na tutaendelea kukuletea yote waziwazi bila kubagua yeyote, bila kuegemea upande wowote. Asante sana kwa kuzidi kutufuatilia hadi kwenye makala mengine motomoto. Jina langu ni Washington Mwange. Bye bye. Bye bye. Shukrani.